Hali gani mpenzi mtazamaji wa Songwe TV1? Leo katika kipindi cha Tanzania yetu utakuwa na mimi mtangazaji wako Dickson Kapungu. Mtazamaji wa Songwe TV1 angependa kukufahamu kwa majina lakini pia kwa cheo. Asante mwandishi wa habari. Kwanza nichukue fursa hii ya kukupongeza na kuipongeza Songwe TV kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya katika kuelimisha jamii ya taifa na mji wetu wa Tunduma kwa ujumla. Mimi kwa jina ninaitwa Frank Mwasandui Mpozi, diwani wa kata hii ya Majengo, halmashauri ya mji wa Tunduma. Mtazamaji, mwananchi na mwanakata ya Majengo angependa kufahamu haswa mlikuwa na dira gani kutoka kipindi, kama kuna kipindi kilichopita mlikuwa na dira gani na mlifikia wapi, na sasa mnatokaje hapa kuendelea mbele? Ndugu mtangazaji, nikikwambia mazingira ya kata ilivyokuwa toka huko nyuma, nilikuta kata hii haina shule ya sekondari. 2020 tulifanikiwa kujenga shule ya sekondari inayoitwa Majengo Mjini Secondary School. Jambo la pili, ukiangalia kutoka hapa chini, kama wewe ni mkazi wa Tunduma, mji wa polisi, kuanzia pale polisi upande wa kushoto mpaka unapandisha mpakani na Chipaka, hakuna shule ya msingi. Sasa tuliliona hilo, ikabidi tupeleke hoja kwamba na upande huu tupate shule ya msingi ili kupunguza adha za watoto wetu kugongwa na magari wanapofuata huduma ya shule upande wa pili. Na mpaka sasa hivi nakuambia mtangazaji, tumefanikiwa, tumejenga shule ya msingi inayoitwa Mkoma Primary School, na mpaka sasa hivi ipo darasa la 3. Kwa hiyo watoto wadogo kutoka hapa chini polisi mpaka kule juu hawana sababu ya kufuata huduma ya shule ya msingi upande wa pili, watasoma ng'ambo hii ya chini ambako tumeanzisha shule inayoitwa Mkoma na sasa hivi ipo darasa la 3. Tunapozungumza kata ya Majengo, ni moja ya kata ambazo ziko mjini kabisa zenye kuambatana na shughuli za kibiashara. Wafanyabiashara katika maeneo haya walikuwa wanakabiliwa na changamoto gani kwenye maeneo haya ambazo pengine mmezipatia ufumbuzi na zingine ambazo bado hamjazipatia ufumbuzi? Mtangazaji, hilo tuliliona na tulivyokwenda kwenye vyombo vinavyopitisha maamuzi, kwa maana ya kwamba baraza la madiwani. Kitu cha kwanza kabisa unaliona soko linalofadhiliwa na COMESA, soko la Majengo, lilikuwa limejengwa kwa mbao, na mbao unajua ni hatarishi likipata moto kuwaka kama petroli. Tulijenga hoja, tukaamua tujenge soko la kisasa, na kwa bahati nzuri tukapata ufadhili wa European Union kupitia COMESA. Ukipita pale utaona soko la kisasa kabisa, na sasa hivi linajengwa kwa spidi, tunalotegemea mwezi wa 10 tutalimaliza. Lakini kuna changamoto ya wajasiriamali wadogo kama wamachinga ambao hawana maeneo maalum ya kufanyia biashara, kwa maana ya kwamba kazi yao ni kuzunguka na bidhaa kichwani, wengine nguo mikononi. Halmashauri imeliona hilo na kuamua kutenga eneo lililo bora na zuri kabisa, ambapo ilikuwa stendi ya zamani. Halmashauri imetoa bilioni 1.3 na tunategemea ujenzi ule utakamilika mwezi wa 10. Lakini tunampongeza Mama Samia, fezi ya kwanza alitupa milioni 383. Ndiyo yale majengo ya utawala unayaona yamezunguka lile eneo la soko la wamachinga Majengo, stendi ya zamani. Tumeona serikali kuu ina mambo mengi, tumetenga bilioni 1.3 ambazo mkandarasi ndo anaendelea na shughuli pale, lakini bado tena tutajenga kwa fezi, kwa sababu hiyo bilioni 1.3 haiwezi kamaliza. Kwa hiyo bajeti ya 26-27 tumetenga tena bilioni 1, lakini ujenzi unaoendelea pale ni wa bilioni 1.3. Asante. Pengine kabla hujaenda mbali zaidi, Mheshimiwa Diwani, umezungumza habari ya serikali kuleta zaidi ya bilioni 3. Ni nini kilikwamisha umaliziaji wa soko hili? Yani ni jambo la kawaida. Ni lazima wananchi tujue kwamba serikali ina mambo mengi ya kufanya. Mambo sio kwenye halmashauri ya mji wa Tunduma. Halmashauri ya mji wa Tunduma tunahangaikia kupata soko, lakini ukienda Mwanza wanahangaikia kupata barabara.
Ukienda Dodoma wanahangaikia kupata soko. Kwa hiyo haya mambo yanakwenda awamu kwa awamu. Walitupa fezi ya kwanza, tulifanya kile kilichofanyika, lakini sisi halmashauri yetu tukaona inaweza ikachukua muda mrefu, wacha tujiguse mfukoni, ili tunavyoendelea na safari serikali kuu itakuja kutuongezea fedha tena kwa ajili ya umaliziaji. Wafanyabiashara wadogo wamekuwa na wasiwasi juu ya kupewa kipaumbele kwenye maeneo ya masoko ambayo yanajengwa kwenye kata ya Majengo. Pengine uwaweke wazi wafanyabiashara hawa, na moja ya madai yao ya msingi ni kwamba wana mitaji midogo, wangetamani kuambiwa mapema namna gani mpangilio utakuwa ili wasiweze kukwama kupata vizimba na vibanda pale. Wewe kama msemaji wao, pengine sauti hii ya wananchi umeipokeaje? Nimesikia na hayo malalamiko yalishafika kwangu, lakini ni kwa sababu binadamu hawezi akaridhika. Mimi nilishawaambia wale wananchi wangu, nimetoka nao mbali na misimamo yangu, wao wanaielewa. Mimi niliwatoa soko la Iboya na kuwashawishi kuwaleta pale. Nilisema watakapokanyaga na mimi ndo nitakapokanyaga. Kwa hiyo ninawahakikishia waondoe mashaka, wanaujua ujasiri wangu. Hakuna mfanyabiashara aliyopo pale kwenye soko la Machinga atakayekosa kupewa nafasi kwenye hili soko jipya kwa chini linapojengwa. Wawe na imani na mimi kama walivyokuwa na imani ninavyowatoa Iboya kuwaleta pale. Wao ndio kipaumbele. Kama nafasi zitabaki, wengine ndo watapata hizo chance, lakini zile ni nafasi kwa ajili ya wafanyabiashara waliopo pale kwanza, wengine ndo watafuata wa maeneo mengine. Lakini kwa tetesi za kutoka kwao wamezungumzia changamoto ya gharama za uingiaji. Unajua, kitu kinapoletwa kipya hakiwezi kupatikana kwa bure. Wamezungumzia gharama zitakuwaje ili wao waanze kujiandaa. Pengine wewe kama msemaji wao kwa tetesi haujafuatilia na kuwapa majibu haya? Mtangazaji, pale pana mambo mawili yanafanyika. Kuna vyumba vya maduka, kuna vizimba kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo. Vyumba vya maduka utaratibu utakuja, lakini vile vizimba hakuna atakayetoa hata 100. Ndio makubaliano yetu, hakuna atakayetoa hata 100 maadamu walishajiorozesha. Kila aliyejiorozesha ni kwenda kuonyeshwa kwamba wewe hapa, wewe hapa, wewe hapa, na hilo nitalisimamia kwa nguvu zangu zote. Kama ulivyosema kwamba ni diwani kwa awamu 3, Mheshimiwa Diwani, unajivunia nini kwenye vipindi vyako vitatu? Kwa kweli nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Najivunia mambo mengi mazuri niliyoyafanya kwenye kata yangu ya Majengo. Cha kwanza nimekuambia, nilikuta kata haina shule ya sekondari, na wewe umesema ni kata ya mjini, maeneo hayapo, lakini kwa kujenga hoja zikaeleweka, hata kama ni eneo dogo walitupatia eneo, tumejenga shule ya sekondari Majengo mjini, nadhani na wewe unaijua. Jambo la pili nimekuambia, watoto walikuwa wanagongwa na magari. Kama unakumbuka, yale matuta ya pale Dodoma yalijengwa kwa shinikizo la wananchi baada ya watoto kugongwa na magari kufuata huduma ya shule ya msingi upande wa pili. Lakini sasa hivi tatizo hilo nimelimaliza, shule ya msingi ipo upande ule ambao ulikuwa hauna shule, na adha ya watoto kugongwa tayari imeshakwisha. Jambo la pili, nimeikuta Majengo haijafunguliwa barabara. Mpaka sasa hivi barabara zote za kata ya Majengo zimefunguka. Sasa nipo kwenye awamu ya pili ya kupambania zijengwe kwa kiwango cha changarawe na kujenga mifereji, na tumeanza hatua. Unaona, barabara ya Mwidasi imepigwa lami, barabara ya Dampo sokoni imepigwa lami, barabara ya Mwamtobe imepigwa lami, barabara ya sokoni Majengo imepigwa lami. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa. Nimeitoa kata chini, nimeifikisha mahali pazuri ambapo kila mwananchi anayeona. Asante Mheshimiwa Diwani, katika miaka yako hiyo yote 15, ni kipi ambacho unakiona bado ni mfupa mgumu kwako kwenye kata ya Majengo? Ndugu mtangazaji, kama nilivyosema, nimeongoza Majengo kwa mafanikio makubwa.
Na nimeelezea na bado sijamaliza kwa sababu ya muda na wewe una mambo mengi. Kazi kubwa majengo, mimi naweza nikasema nimezisogeza na nimezifikisha asilimia karibu 80, kwa sababu ukizungumzia masuala ya maji, mitaa yote tumesambaza mtandao wa maji, kasoro eneo dogo tu lile stendi ya zamani kuja hapa transformer ndo bado, lakini kuanzia kule juu Uhuru unakuja mtaa wa Majengo B wote maji hapo, unakuja mtaa wa Majengo C maji hapo, unakuja mtaa wa Majengo A maji hapo. Kwa hiyo tunahamasisha watu waingize maji majumbani. Kwa hiyo kitu ambacho naona ni mfupa mgumu kwangu, kwa sababu ni moja ya kata yenye barabara nyingi sana kwenye halmashauri ya mji wa Tunduma. Mheshimiwa, ukisimama hapo kwenye swala la maji hasa kipindi hiki cha kiangazi, moja ya malalamiko ya wananchi ni maji, na umeeleza kwamba mtandao wa maji mmeshausambaza. Changamoto ya upatikanaji wenyewe sasa wa maji licha ya kuwepo kwa hii mitandao ni nini? Kama mwandishi wa habari, kama unavyojua, shida ya mji wa Tunduma ni maji. Yapo mambo ya kitaifa, yapo mambo ya halmashauri. Mimi kazi yangu ni kusema halmashauri kwamba mtandao wa maji ufanye nini? Usambazwe. Na kazi ya serikali kuu ni kutuletea maji. Nadhani umesikia stori ya kutoa maji mto Momba. Kwa hiyo maji yakifika hapa, mimi kazi ya kuwafikia wananchi wangu tayari. Kama msemaji wa wananchi, tunakumbuka mwezi Machi mwaka huu pale Uwanjani ulisainiwa mkataba huu wa kuyatoa maji mto Momba kuyaleta halmashauri ya mji wa Tunduma. Na wewe umekiri wazi kwamba mtandao tayari umekamilika kasoro maji. Ni lini pengine wananchi hawa wategemee kupata maji Tunduma na kwenye kata yako pia? Ndugu mtangazaji, mimi sio msemaji wa maji yanayotoka Momba. Mimi ni msemaji wa maji yakifika hapa kwa ajili ya kuwasambazia wananchi wangu kwenye kata yangu, na ndo hicho nimekueleza kwamba kazi ya mtandao wa maji kusambaza kwenye kata yangu nimeufikisha asilimia karibu 80. Kwa hiyo hilo la kutoa maji mto Momba, hilo sio nafasi yangu kulisemea. Pengine Mheshimiwa Diwani, kama msemaji wa wananchi wangependa kufahamu sasa mwelekeo wa 2025 2030 kwa kata ya Majengo, vipaumbele vya wananchi wako ni vipi na utekelezaji wake ukoje? Vipaumbele, mwandishi wa habari, kutoka 25 30, kama nilivyokueleza, tumetenga fedha kwenye soko la machinga kwa fezi mbili. Fezi ya kwanza bilioni 1.3 ndo hii tunaimaliza, na fezi hii inayoanza mwaka wa fedha huu wa 7 tumetenga bilioni 1. Hoja ya kwanza ni kumaliza masoko ili wafanyabiashara wafanye biashara kwenye mazingira salama na safi. Hoja yangu ya pili niliyobaki nayo kubwa ni kupambana na barabara za kata yangu ya Majengo, kuhakikisha zote zinapitika kipindi chote. Hata kama tutapata kilomita moja kila mwaka, tutakuwa tumeisogeza na kuiondoa Majengo tulikoikuta kuifikisha pale mnapopaona. Lakini hoja nzito, mwandishi wa habari, ni kituo cha afya. Unajua hiki ndo kituo cha afya kikubwa kwenye halmashauri ya mji wa Tunduma na ndo cha kwanza, na mpaka sasa ukiingia kwenye takwimu ndo wagonjwa wengi kuliko vituo vya afya vyote vya halmashauri ya mji wa Tunduma. Na nilishapeleka hoja kwenye baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Tunduma kwamba kile kituo basi tujenge jengo la ghorofa, kwa sababu pale maeneo haya lile jengo la OPD la mbele tujenge jengo la ghorofa, na hoja hiyo ilikubaliwa. Tunasubiri tuliweke kwenye bajeti ili tusimamishe vile hata kupendezesha mji wa Tunduma kwa ujumla, ukizingatia pana beba wagonjwa na pana hudumia kata kama ya Uwanjani haina kituo cha afya, kata ya Makambini haina kituo cha afya, kata ya Sogea haina kituo cha afya, kata ya Tunduma haina kituo cha afya, kata ya Maporomoko haina kituo cha afya, kata ya Kaloleni haina kituo cha afya.
hata wa Mwakakati hawa wanaoishi jirani na kata ya Majengo, hata Wachipaka hawa waliopo jirani na kata kama mitaa ya Ziagwira, wote wanakuja kutibiwa. Ndio maana unaona msongamano kwenye kituo hiki cha afya ni mkubwa, na tulivyojenga hoja wameliona hilo, wamekubaliana na hiyo hoja, tunasubiri utekelezaji. Pengine ukiacha kipaumbele hicho kwenye afya pamoja na masoko, nini wananchi watarajie kufika 2030 kutoka hapa? Hapana, tumefanya kazi kubwa, tumefanya kazi iliyotukuka. Matarajio ya wananchi watarajie kuiona majengo ya kisasa, majengo yenye mvuto, majengo ya kuvutia wawekezaji, kata ya Majengo ya kuvutia wawekezaji, kwa sababu kama nilivyokuelezea na wewe unaiona kwa macho miundombinu mikubwa ya mabilioni ya fedha kwenye halmashauri ya mji wa Tunduma. Kwa hiyo mimi nawaambia wananchi na wana Majengo waje wawekeze Majengo, kwa sababu Majengo ni eneo salama la kufanya biashara. Asante sana Mheshimiwa Diwani, wakati tunaelekea mwishoni mwa kipindi chetu, pengine una kipi cha kuzungumza na wananchi wako kupitia kipindi hiki cha Tanzania Yetu? Asante kwa nafasi, mwandishi wa habari na mtangazaji wa Songwe TV, ndugu yangu Kapungu ambaye unafanya kazi nzuri. Mimi nilitaka tu niwaase wananchi wangu wa kata ya Majengo na Tunduma kwa ujumla kwamba Majengo itajengwa na wana Majengo wenyewe. Tukitaka kuivuruga Majengo, ni sisi wana Majengo wenyewe tutaivuruga. Amani na utulivu tulionao chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio maana watu wanaabudu kwa uhuru, ndio maana watu wanafanya biashara kwa uhuru, ndio maana watu wanalima kwa uhuru. Lakini tukiichezea hii amani kwa kusikiliza maneno ya watu, kwa kusikiliza wanasiasa wajanja wenye sweet talk, kwa kweli tutakuja kukumbuka raha ambayo Watanzania wana Tunduma na wana Majengo tunayoishi. Asante sana Mheshimiwa Diwani kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki. Ni matumaini yangu mwana Majengo na mkazi wa Tunduma amepata kile hasa alichokuwa anakitaka. Mpenzi mtazamaji, kwa kupata vipindi vingine kama hivi, tafadhali subscribe hapo chini, na ikiwa kwenye kata yako kuna changamoto, tupia comment yako hapo chini, tutaweza kuifuatilia na kuzungumza na viongozi wako na kukuletea mrejesho kama leo tulipokutana na Mheshimiwa Diwani wa kata ya Majengo. Asante sana Mheshimiwa Diwani. Asante sana Mr. Kapungu, na kushukuru. Tutaendelea kuchapa kazi pamoja. Asante sana.